Kule duniani wana njia ya kwanza, ukichelewa wanakupa ndonya ya bibi kama ujui. Ili uweze zete kusimama ameona dume na kiburi. Kwa hiyo kumkomesha ule kuchukua ndonya ya bibi kumwekea kwenye chai, alafu nikisema kitu mwenyewe anasema tawi ile mke wangu fanya tu. Kwa nini anapambana na roho ya kiburi aliyoiona kwa nani? Kwa mume wake. Akikosa hiyo, kuna nyingine hiyo mbaya zaidi. Yaani inachukuliwa nyama alafu inawekwa sehemu za uzazi siku 7. Hiyo akichanganywa na chakula dume linakuwa hivi. Hivyo kwa nini mwanamke anapambana na kiburi cha nani? Cha mwanamume. Kwa hiyo kiburi ni kibaya. Ukileta kiburi atatafuta njia ya kupambana na kiburi. Mwisho inaitwa maji ya maiti. Mwanangu, hiyo inaitwa mnyosheni. Alafu acha. Yaani ukipewa mali maiti mwanangu nyoka, yaani moja kwa moja unanyoka hivi. Kama maiti isipogeuka kushoto na kulia, na wewe unakuwa hivyo hivyo. Hiyo yote inatokana kwa ajili ya kupambana na roho ya nini? Ya kiburi. Lakini mwanamume akiwa mnyenyekevu, mwanamke akiwa mnyenyekevu, hao wataongozwa na Bwana, watania mamoja, watakubaliana mamoja katika jina la Yesu aliye hai. Kama unakumbuka miaka ya 90 ngapi, ya 98 siku Buguruni pale mahali hapa. Na ndoa moja mama alikuwa anapambana na roho ya kiburi ya mume wake. Kwa hiyo akaenda kwa mganga mmoja anaitwa mganga kutoka na Chingwea, alikuwa pale Buguruni mahali hapa. Akamwambia hii dawa asubuhi unatakiwa uweke kwenye maji ya kuoga ya uvuguvugu. Alafu wahi pata mtu yote ajaamka, maana alikuwa kwenye chumba cha kupanga. Yaani nyewe ndio wa kwanza kuingia bafuni mume wako. Akishaona tu kiburi kimeenda, atakutii. Mama akasema hii ndio yenyewe. Akachukua. Akaingia ndani. Akatengeneza asubuhi akamwamsha bibi. Akabadi tayari kuoga yeye. Akashangaa leo mbona napendwa hivi? Akapeleka bafuni ndoa kwanza. Yule jamaa alipiga kopo kwanza, kopo la pili. Jamaa akageuka chatu rudi. Mure choo, watu wanasikia tunasemeka koro. Sasa unajua tena watu kwa hivi baruani wameamka saa 11. Mama fulani mbona leo atoka unasikia wanatoka la wanamwambia sasa hivi mjeni unakuja namna hiyo wanakuta kiwiliwili chatu kichwa cha yule jamaa. Buguruni malapa. Watu walikuja asubuhi na mapepo kuja kuona. Na nashukuru kwa sababu kulikuwa na wazalamu pale. Walikuwa wanaimba ngoma moja inaitwa ngombe supu. Yaani unachukua chungu kile cha maji alafu unaingiza pipe kama ile ya maji kubwa ile. Alafu mmoja analipuliza ndio. Wakatunga nyimbo, wakasema kopo la kwanza, kopo la pili, kopo la tatu msela kageuka chatu. Wanaimba Buguruni nzima. Serikali iliingilia kati kuzima ule muziki ili tusije kuonekana kwamba ni nchi ya kichawi. Lakini huyu mwanamke alikuwa anapambana na roho ya kiburi. Mungu awatenge na kiburi sasa na milele katika jina la Yesu ya hai.